Maandamano makubwa yanayoendelea katika jiji la Los Angeles nchini Marekani yamesababisha Rais wa Marekani Donald Trump kuamuru kupelekwa kwa wanajeshi 2,000 wa jeshi la taifa na wanamaji 700 ili kudhibiti hali ya usalama. Hatua hii imechukuliwa kufuatia maandamano yaliyoibuka baada ya operesheni kubwa za idara ya uhamiaji na forodha ya Marekani zilizofanyika Los Angeles na maeneo jirani. Maandamano haya yalianza tarehe 6 Juni mwaka huu baada ya ICE kufanya operesheni za kukamata wahamiaji wasio na vibali ambapo zaidi ya watu 100 walikamatwa. Hali hii ilizua hasira miongoni mwa jamii ya wahamiaji na wafuasi wao na kusababisha maandamano makubwa katika maeneo mbalimbali ya Los Angeles, ikiwa ni pamoja na kuzuia barabara kuu na kuharibu mali za umma. Kwa mujibu wa hatua hiyo, Rais wa Marekani Donald Trump aliamuru kupelekwa kwa wanajeshi 2,000 wa National Guard na wanamaji 700 kwa kutumia kifungu cha sheria ya uasi ambacho kinampa rais mamlaka ya kutumia jeshi kudhibiti machafuko ya ndani. Hatua hii imepingwa vikali na viongozi wa California kama Gavana Gavin Newsom, ambaye aliita hatua hiyo kuwa ni uvunjaji wa mamlaka ya serikali ya jimbo na kuwasilisha kesi mahakamani kupinga uamuzi huo. Hali ya machafuko imevutia umakini wa kimataifa ambapo mwandishi wa habari kutoka Australia alijeruhiwa kwa kupigwa mpira wa risasi wakati akiripoti maandamano hayo. Hii imesababisha wasiwasi kuhusu usalama wa waandishi wa habari na uhuru wa vyombo vya habari nchini Marekani. Wataalamu wa sheria na wanasiasa wanatoa maoni tofauti kuhusu hatua hii. Wengi wanahoji uhalali wa kutumia jeshi kudhibiti maandamano ya kiraia, wakisema kuwa inaweza kuwa ni ukiukwaji wa haki za kikatiba za wananchi. Wanasiasa wanashutumu hatua hii kama jaribio la Rais Trump kutumia nguvu za kijeshi kwa madhumuni ya kisiasa. Hali ya usalama katika jiji la Los Angeles inaendelea kuwa tete, huku maandamano yakitarajiwa kuendelea katika siku zijazo. Viongozi wa serikali ya jimbo la California wanasisitiza umuhimu wa majadiliano ya amani na kuheshimu haki za binadamu katika kushughulikia mgogoro huu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.